Le centre d'instruction militaire de Rumangabo, situé dans la province du Nord Kivu, a servi de cadre à la cérémonie officielle de clôture de la formation de plus de 1518 éléments de forces spéciales mobiles de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, ce lundi 2 mars 2026. Ces nouveaux commandos viennent renforcer les effectifs de l'armée de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Leur mission essentielle est de servir, défendre et protéger les populations civiles, premières victimes de la guerre imposée par les régimes de Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général de l'ARC, le général Sultani Makenga, également coordonnateur militaire de la FCM 23, en présence de plusieurs hauts cadres du mouvement. Dans son allocution, le général Makenga a exprimé des vives préoccupations face à l'utilisation croissante des drones de combat ciblant des populations civiles dans des zones densément peuplées. Il a exhorté les nouveaux commandos à rejoindre sans délai leurs camarades déjà déployés sur les différentes lignes de front afin de poursuivre la mission de libération et de protection du pays. Ambao ni jeshi ambao limejaa ndani ujinga mingi sana, ndio hivyo? Ndio pale. Na tubalere mingi kwa huko ambao tunapiganisha. Na kiongozi wa jeshi yeye mwenyewe amesema kama ni kosha. Nasema jeshi lake ni kosha, na yake naye ni kosha, ndio hivyo? Ndio pale. Yes, ni kosha. Ndio pale. Hivi mmekataa kubali kwa kosha, mkaamua kuja kwa jeshi la ukombozi, ili mkomboe nchi yenu, mkomboe ndugu zenu. Ukomboa kwa umari kwa ujumla, sio hivyo? Nasema tangia leo tarehe 2 mwezi wa 3 mmekuwa jeshi la RC na mmepasi. Tangia leo nyinyi ni RC, mvae kofia zenu. Nasema tangia leo mimi nimekuwa jeshi la RC, yaani jeshi la ukombozi, ambao liko hapo kukomboa nchi yetu, kukomboa amani. Jeshi ambalo limekataa kuona namna nchi yetu inaendelea, namna nchi yetu inabomolewa na kundi ya kutisha ambao kwa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya Notari, wamekamata nchi kama propriété privée, ambao wanaua watu, wao wanaishi. Tshisekedi amekamata wajambazi wote, wahalifu wote, akawapa silaha ili kuua raia wengi juu ya kabila yao, kuua raia, yaani amekataa ideolojia mbaya ambayo analeta, kuua raia ili kuwapora mali yao. Anaenda kutafuta Warundi, anawaleta na mambo ya ideolojia mbaya, anakamata FDLR, nakamata mercenaire, na hao wote napatia valere kushinda jeshi la nchi. Ndio maana amelisema ni jeshi la kosha. Baada ya kulizarau, baada ya kulibomoa, kuna kutafuta vikundi vyote FDLR au mabandia wote ambao wanaita wazalendo, Warundi na wengine wote mercenaire kutoka kwa nchi tofauti wako Ulaya, na kazarau jeshi la nchi. Lakini hao wote wamekusanyika ili kuua watu, ili kuua wananchi. Watu wamegeuka wakimbizi miaka na miaka juu hao watu. Wako nje ya nchi. Wengine ni wakimbizi kwa nchi yao. Wengine wako mabusu bila shida yoyote. Na hiyo ndio maana chama kimekataa kasimama ili kuhakikisha kama shida hizo zote zimetatulika. Ndio maana tupo hapa. Na nyinyi namna mmejiunga kwa jeshi hilo, kwa chama hicho, muwe tayari kukomboa Kongo, muwe tayari kukomboa wananchi. Na muwe tofauti na namna mlikuwa jana, sio hivyo? Ndio bwana. Ambazo zilikuwa huko hiyo mativale yote mutupe huko. Muwe tofauti na namna mlikuwa jana. Wenzenu kwa tofauti wakiona watafurahi, yaani nyinyi mleta msaada yenu, mmejiunga nao.
ili kusaidiana safari hii ya ukombozi ili tuimalize. Ukifika huko wewe msaada wa kweli, waone kama ndugu zao kweli wamekuja kuwasaidia ili kukomboa nchi, ndio hivyo? Usifike huko tena mkue mzigo, mwanze kuleta hizo tabia tena za jana ambazo sisi tunapiganisha, ambazo hazikubaliwe kwa RC, ambazo hazikubaliwe kwa chama. Mwende mwe tofauti na jana, muwe na discipline hali ya juu, muwe na uvumilivu. Sehemu kote mtapita, wananchi waone ndani mabadiliko, waone mko tofauti na jana, waone namna mko tofauti namna mlikuwa huko kwa FARDC. Waone ndani wakombozi, hapana wajambazi. Ndio hivyo? Ndio afande. Ndio hivyo? Ndio afande. Wananchi wetu wameteseka muda mrefu. Wengine wanafanya miaka na miaka nje ya nchi, wengine nchini wanauawa kila siku. Wengine wanalala nje, hawajui wanalala wapi. Nchi yetu imebomolewa. So mwende mshirame na wenzenu ili kutatua hizo shida zote zimalizike. Tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, na hiyo ndio mission yetu na tutaifikia lazima. Ndio hivyo? Ndio afande. Mko tayari? Ndio afande. Mko tayari? Ndio afande. Mko tayari kufukuza hiyo regime ya wajinga ambayo wako Kinshasa? Ndio afande. Mko tayari ndugu zenu ambao wamefanya miaka na miaka nje ya nchi warudi nchini? Ndio afande. Mko tayari kufukuza hiyo tribalism yote ambayo Tshisekedi ameleta kwa miji yetu, kwa vijiji vyetu? Ndio afande. Kama ni hivyo, mtakuwa mko askari wazuri, mtakuwa mko askari wa RC kama wengine, na ukifanya hivyo baada ya kukomboa nchi na kukomboa kwa umbali, mtaheshimika. Mtaheshimika lazima. Yaani umekomboa nchi, mtoa nchi kwa mikono ya wajinga. Wanipata vizuri? Ndio afande. Wanipata vizuri? Ndio afande. Kama kuna mwenye ngani na dute mwenye amekuja bila kujua anaenda wapi, mkono juu tumtie kwa vikundi ambavyo viko hapo, ambavyo tunaenda kusukuma Kinshasa, hiyo vya matekwa. Na mwenye ngani na dute, na mwenye ngani na mashaka. Mwenye kuna mashaka iko wapi? Hakuna. Ninyi wote mko tayari? Ndio afande. Mko tayari kufukuza Tshisekedi? Ndio afande. Na wajinga wake wote ambao wanafanya nao? Ndio afande. Mmekataa kuongozwa na Clochard? Ndio afande. Sawa, asante na nashukuru. Natajia kazi njema. Nafikiri mtakuwa msaada kwa chama, hapana mzogo kwa chama. Sio hivyo? Prenant également la parole, Laurence Kanyuka, chef du département de la communication de la FCM 23, a indiqué que ces nouveaux éléments sont désormais pleinement opérationnels et prêts à accomplir leur mission de protection des populations civiles affectées par la guerre imposée par Kinshasa. Il a souligné que leur engagement s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités de l'armée révolutionnaire congolaise face aux défis sécuritaires persistants dans l'est du pays. Nous sommes le lundi 2 mars 2026. Nous sommes présentement à Rumangabo où nous participons à la cérémonie de fin de formation de plus de 1518 éléments de forces spéciales mobiles. Ces éléments sont prêts pour servir, défendre et protéger les populations civiles victimes de la guerre imposée par M. Tshisekedi. Ils étaient venus volontairement et ils sont prêts pour défendre la nation, libérer le Congo des mains du chef clochard M. Tshisekedi. Avec cette nouvelle promotion, l'ARC poursuit le renforcement de ses effectifs et de ses capacités opérationnelles dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements et l'absence de volonté manifeste du régime de Kinshasa de respecter le cessez-le-feu. L'FCM 23 réaffirme pour sa part son engagement indéfectible à défendre les populations civiles et à œuvrer pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.